Asili na leo hii tupo na Joseph Mwakatobe ambaye yeye ni afisa usajili kutoka RITA. Karibu sana. Asante. Lakini pia tuko na Salvius Rwechungura ambaye yeye ni kaimu meneja wa ufilisi na udhamini kutoka RITA, na tutakwenda kuzungumzia usajili wa bodi za wadhamini. Najua mara kadhaa tumekuwa tukiangalia taasisi fulani, bwana, usajili wa bodi ya wadhamini wenu iko wapi? Bodi ya wadhamini wenu iko wapi? Wanasimama pale, lakini tutafahamu kwa undani zaidi kuhusiana na bodi ya wadhamini. Hii ni bodi ya aina gani na inakwenda kuhusu kwenye taasisi gani? Lakini pia tutafahamu RITA ni nini, kwanza ni taasisi gani na ina majukumu gani katika nchi yetu hapa nchini Tanzania. Karibuni sana. Asante sana. Ndio, asante sana kwa kufika. Asante sana. Sawa. Kwanza tukianza, kabla tujaenda kwenye bodi ya wadhamini huku, na nafahamu kuna mkutano ambao unatarajia kufanyika hivi karibuni. Ni kweli. Lakini kwanza tungefahamu RITA ni nini? Ni taasisi aina gani na ina majukumu gani? Sasa karibu. Ndio. Asante sana. Kimsingi tunavyozungumzia ofisi ya RITA, unazungumzia wakala wa usajili, ufilisi na udhamini. Kwa hiyo RITA ina jukumu la kushughulikia masuala ya usajili wa matukio muhimu ya binadamu, kwa maana ya vizazi, vifo, ndoa, talaka pamoja na kuasili watoto. Lakini pia RITA inafanya jukumu la kusimamia mirathi, lakini pia RITA inafanya jukumu la kusimamia bodi za wadhamini, ambalo ndo lengo kubwa la kukutana kwetu hapa. Lakini pia RITA pia inashughulikia masuala ya ufilisi kwa makampuni pia na kwa watu binafsi. Kwa kifupi, hiyo ndo RITA. Sawa sawa. Hapa kwenye ufilisi, kwa namna gani nyinyi mnaingia huko? Kwa sababu nasikia taasisi bwana imefilisika au imefilisiwa. Kwa namna gani mnaingia huko? Asante kwa swali zuri. Kwenye swala la ufilisi ni kwamba sisi kama ofisi ya Kabidhi Wasifu Mkuu, pale ambapo kampuni itakuwa haiwezi kutekeleza majukumu yake au imefika hatua ya kufilisika, tunateuliwa na mahakama kwa ajili ya kuhakikisha taratibu za ile kampuni kutoka kwenye utekelezaji wa majukumu na watu wote waliokuwa wanaidai wanapata stahiki zao. Kwa hiyo tunaingia kwenye eneo hilo la kuhakikisha kwamba baada ya hii kampuni kufika stage hii, yanayoendelea, kama kulikuwa kuna watu wanaidai, kama kulikuwa kuna taratibu nyingine inatakiwa kuzifanya za kukamilisha majukumu, basi ndo utaratibu huu. Yes. Okay, sawa sawa. Sasa twende kwenye mada, kwa sababu umeona kuna majukumu mengi kidogo hapo. Na majukumu yote ni muhimu. Sasa twende kwenye mada yenyewe ambayo inahusu masuala ya usajili wa bodi za wadhamini. Sasa hapa kwanza tufahamu bodi za wadhamini, hizi ni bodi za aina gani na zinahusu taasisi gani? Karibu. Asante. Kwa kuzungumzia, tunaposema bodi za wadhamini, kwamba RITA kwa mujibu wa sheria ya usajili wa wadhamini sura ya 318, RITA ina jukumu la kusajili hizi bodi za wadhamini, na maana kuu ni kuwapa au kuzipa hizi bodi za wadhamini utu wa kisheria katika kuangalia masuala ya usimamizi wa mali, kwa maana ya kwamba wao kama bodi ya wadhamini wanapewa dhamana kisheria ya kusimamia mali kwa niaba ya wanufaika kupitia taasisi ambazo wanazisimamia. Sasa zipo bodi za wadhamini za aina tofauti. Kuna bodi za wadhamini za vyama vya siasa, kuna bodi za wadhamini vilabu vya michezo, kuna bodi za wadhamini za mashirika mbalimbali ya dini, kuna bodi za wadhamini za makanisa, misikiti. Hii yote ni kwamba wanapewa utu sasa wa kisheria wa kuangalia mali kwa niaba ya taasisi za hizi ambazo wanazisimamia. Kwa hiyo kwa ujumla tunasema kwamba bodi za wadhamini ni watu ambao wamepewa dhamana na wale wanufaika, au tuseme kwa wale ambao wanawaongoza kupitia taasisi zao, kusimamia mali kwa niaba yao. Ndio bodi za wadhamini, kusimamia mali kwa niaba yao. Ndio. Na umetaja taasisi hapa kwamba kuna vyama vya michezo, vyama vya siasa na asasi za kiraia. Hizi asasi za kiraia ni zipi? Tunapozungumza asasi za kiraia, tunazungumza ni zile asasi ambazo zimesajiliwa kwa minajili ya sheria nyingine
lakini wanakosa utu wa kisheria. Mathalan, ukija kwa mfano jumuiya za jamii mbalimbali, mashirika ya kijamii, kwa mfano siwezi kuzitaja majina moja kwa moja, lakini tuzungumzie mashirika mbalimbali ambayo yanafanya majukumu yake ya kusaidia jamii. Okay. Sasa yanasajiliwa na sheria nyingine, inaweza kuwa ni sheria ya jumuiya za kiraia, inaweza kuwa ni sheria hii nyingine kuhusiana na vyama hivi vya mbalimbali vya kijamii. Lakini wanapokuwa sasa katika umilikaji sasa wa mali, inawalazimu sasa lazima wasajili bodi ya wadhamini, ili sasa kuwapa ule utu wa kisheria, kuhakikisha kwamba zile mali zinasimamiwa chini ya uangalizi wa hawa wadhamini kwa niaba yao. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo jambo kubwa lingine ni mali, kwa sababu kuepusha pia migogoro ndani ya taasisi, kwa sababu unasikia taasisi fulani ambazo miongoni umetaja hapa, kwa sababu mimi ni mkubwa pale na idhinisha tu imetoka, watu hawajui hii imeenda wapi, imepotelea wapi. Na kuna sheria ambazo inazibana hizi taasisi endapo zisiposajili bodi ya wadhamini kwenu, ipo? Ndio. Sasa tumeona malengo yake ni mazuri. Kuna vifungu ambavyo vinawabana kwamba lazima uende ukasajili bodi ya wadhamini RITA na watambulike. Yes. Ndio. Hizo sheria zipo. Kwa mfano, sheria ya vyama vya siasa. Sheria ya vyama vya siasa inavitaka vyama vya siasa kusajili bodi za wadhamini, ambazo bodi hizo za wadhamini ndio zina jukumu la kusimamia mali. Kwa maana udhamini kama tunavyoelewa kwenye tafsiri ya kawaida kwamba kudhamini ni kama kuchukua dhamana ya kitu fulani. Kwa hiyo unavyosikia wajumbe wa bodi za wadhamini, kuna mali ambazo ziko lazima wazisimamie kwa manufaa ya wale wanaonufaika na zile mali. Na msimamizi mkuu wa wale wadhamini ni kabidhi wasi mkuu ambaye ndio afisa mtendaji mkuu wa RITA. Yes. Kwa hiyo kwa mfano nimetoa mfano wa sheria ya vyama vya siasa, lakini pia na hivi vilabu vya michezo vyenye wanachama. Ndio. Na vyenyewe vinalazimika pia kuwa na wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa ajili ya kusimamia zile mali. Sawa. Pia hizi taasisi za kidini pia na zenyewe zina wadhamini ambao wanasimamia zile mali kama mwenzangu alivyofafanua hapo awali. Sawa. Ndio. Na kwa maana hiyo nadhani umeshapata nafasi, mwelekeo wetu ni upi mtazamaji. Sasa tumepata taarifa kwamba hivi sasa RITA mnakwenda kuandaa mkutano wa wajumbe wa bodi za wadhamini wa mikoa mitano. Sasa tungepata ufafanuzi kidogo kuhusiana na huu mkutano, utueleze ni mkutano wa aina gani ambao umelenga nini hasa, lakini pia na ni mikoa gani ambayo itakwenda kushiriki, kwa sababu tumeambia ni mikoa mitano hapa ambayo itakwenda kushiriki. Karibu. Asante. Ni kwamba kweli sasa hivi tumejipanga kuhudumia wadhamini wetu, na katika mkutano ambao tunakwenda kufanya katika mikoa mitano ambayo ni Dodoma, Singida, Manyara, Iringa pamoja na Morogoro, kwa maana kwamba tuna utaratibu wa kuwajengea uwezo hawa wadhamini. Kama ambavyo tumeeleza pale mwanzoni kwamba sisi jukumu letu ni kusimamia bodi za wadhamini. Kwa hiyo lengo kubwa la mkutano ni kuwajengea uwezo, waweze kuelewa majukumu yao, waweze kuyatekeleza kwa maslahi mapana ya kulinda zile mali kwa manufaa ya wanufaika. Kwa hiyo katika kusimamia ile sheria, labda kuna changamoto wanakutana nazo, labda kuna namna ya kuingia kwenye mfumo au nini. Kwa hiyo tunahitaji tukae nao, tuwanoe zaidi, waweze kusimamia zile bodi kwa manufaa ya wanachama, lakini pia kwa kuzingatia sheria kama zinavyoelekeza. Okay. Yes. Sasa. Na hapa mnakwenda kukutana na kina nani? Asante. Pale tunakutana na wajumbe wa bodi za wadhamini wenyewe. Ndiyo. Lakini pia katika usimamizi wa bodi za wadhamini pia kuna wadau mbalimbali ambao wanahusika na zile bodi. Ndiyo. Kwa mfano kama tunavyofahamu, ili bodi ya wadhamini iweze kusajiliwa, kuna ofisi za wakuu wa wilaya pia huwa wanahusika katika taratibu za mwanzo za kuhakikisha kwamba hii sasa bodi iko katika eneo letu. Kwa hiyo hata ofisi za wakuu wa wilaya, kwa maana ya wakuu wa wilaya, kwa maana ya makatibu tawala wa wilaya husika, huwa wanahusika zaidi katika hatua za mwanzo za kuhakikisha kwamba ile bodi ipo katika eneo fulani, na ndo wanatupa taarifa ya kupendekeza usajili wa hizo bodi. Kwa hiyo nao pia tutakutana nao. Lakini pia kwa upande mwingine, kama ambavyo mwenzangu alifafanua vizuri kwamba tuna taasisi pia za kidini ambazo zinasajiliwa kwa msajili wa jumuiya za kiraia. Kwa hiyo pia na ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia ni miongoni mwa wadau ambao lazima tuwe nao
kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawapa uwezo hawa wajumbe wa bodi za wadhamini. Kwa kuongezea pia, kama ambavyo tumefahamu, pia kuna vyama vya siasa pia vina bodi za wadhamini. Kwa hiyo na wale watu ambao wanahusika na kusajili vyama vya siasa ni wadau ambao pia tunakutana nao katika kubadilishana uwezo wa namna ya kuzisimamia hizi bodi. Ndio. Yes. Ndio. Na zaidi pia kwa kuongezea kwamba tunajua unapozisajili bodi za wadhamini wanapitia na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ambapo wajumbe wa bodi ya wadhamini wanakutana moja kwa moja na wale wadau ambao ndio wanawezesha katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo ni fursa ambayo bodi ya wadhamini wanaipata kutoa changamoto zao wanazokutana nazo na utatuzi wa changamoto hizo, kwa kuwa wale watendaji ambao ndio watendaji wa shughuli zao za kila siku katika masuala haya watakuwa nao pale. Kwa hiyo ni muda mzuri ambapo tunaona tukutane pamoja na wajumbe kwa ajili ya kujengeana uwezo pamoja na kusaidizana katika yale changamoto ambazo wanakabiliana nayo, lakini nia kubwa ni kwamba kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria na kwa ajili ya manufaa ya wale jamii ambayo wanaiongoza. Tanzania ina mikoa mingi sana. Ndio. Kwa nini mikoa mitano? Na shughuli iliyopo kwamba huu ni mwendelezo. Ndio. Mwezi wa 3 tulikuwa na Dar es Salaam na Pwani, tulifanya kitu cha namna hiyo. Nia ni kwamba sasa hivi tutaenda Tanzania nzima, lakini tunaenda kwa kupitia hizi kanda mbalimbali. Kwa hiyo tulianza na upande wa Dar es Salaam, tukaenda pia na Pwani, tulifanya hivyo kwa huu mwezi wa 3 tulizungupata wajumbe wa maeneo haya. Sasa hivi tupo katika mikoa hii mitano ya katikati hapa. Baadaye tutakwenda na kanda zingine kuhakikisha kwamba wajumbe wote waliosajiliwa wa bodi za wadhamini Tanzania nzima ambapo tumewasajili basi wanapata fursa hii ya kukutana na kabidhi wasihi mkuu pamoja na wadau mbalimbali ili kuweza kutoa changamoto zao na kujengeana uwezo katika masuala ya usimamizi wa mali kama wajumbe wa bodi ya wadhamini. Sawa sawa. Nitakurudisha nyuma. Umezungumza hapa kwamba kuanzia mpaka ngazi ya wilaya huko. Ndio. Kwa namna mchakato wa usajili wa bodi ya wadhamini inavyokuwa katika taasisi fulani. Na kuna taasisi ambazo zipo zinaanzishwa. Ndio. Sasa ninyi mnasimamia vipi kwanza upatikanaji wa ile bodi? Nisije nikawa nimeanzisha taasisi fulani, bodi, mwenyekiti wa bodi nikawa ni mimi, anayefuata akawa ni mjomba, anayefuata akawa ni shangazi, anayefuata akawa ni wote ambao sema huyu tutampigania huyu mwenyekiti wa bodi huyu mpaka kieleweke huyu. Huwa mnaangalia nini hasa? Kwa sababu ninyi mko hamwezi mkawa mko sehemu zote nchi nzima. Ila mnafanya kazi kulingana na taasisi zenu katika ngazi zenu. Ni kuna namna gani mnasimamia mchakato? Asante kwa swali zuri. Kinachoongoza bodi ya wadhamini ni katiba. Unapokuja kusajili bodi ya wadhamini, miongoni mwa mambo ambayo inabidi uyaangalie kwa umakini mkubwa ni pamoja na malengo, umesajili kufanya nini. Zipo bodi za wadhamini ambazo ni za kifamilia, family trust, ambazo lengo ni kulinda mali za familia. Kwa hiyo wajumbe ambao utakutana nao lazima awe labda baba, mama na watoto, hizo ambazo mlengo ni wa familia. Lakini kwa zile ambazo lengo labda ni kuihudumia jamii au labda lengo ni kufanya kitu kingine ambacho ni cha kijamii ambacho sio cha kifamilia, lakini unaangalia labda muundo wake labda umekaa kwa namna ambayo ina utata kidogo, unaweza ukawashauri waweke sawa ili kuepusha shida ambazo zinaweza zikajitokeza hapo baadaye. Kwa hiyo kabla ya kuidhinisha bodi isajiliwe, lazima kuwe kuna kuangalia katiba imekaaje, malengo yamekaaje, ili kuja kuepusha hivyo vitu ambavyo baadaye inaweza katengenezwa bodi lakini kwa malengo labda ya kulinda maslahi ya mtu fulani. Lakini pia sheria inawataka unaposimamia bodi ya wadhamini hutakiwi kuwa na maslahi binafsi, unakuwa na maslahi ya wale unaowasimamia. Kwa hiyo unaangalia katiba yako inasema nini, sheria mama inayosimamia bodi za wadhamini inasema nini, na miongozo ya kabidhi wasihi mkuu inasema nini. Hapo ndo bodi ya wadhamini inasimamiwa kwa utaratibu. Nimeona sasa bodi za wadhamini za kifamilia. Ndio. Hizo kifamilia zina nini? Kwa sababu natolea mfano. Ndio. Nataka tupate uelewa. Mimi na familia yangu. Ndio. Na mali zangu. Kuna haja gani kuwa na bodi ya wadhamini? Asante. Au mimi ndio sijakuelewa vizuri hapa?
Okay. Ni bodi za kifamilia zinakaaje? Asante. Ni kwamba bodi ya wadhamini ya familia kama ambavyo tunajua, ukishasajili bodi kisheria, yule ni mtu mwingine ambaye mimi hapa ni mtu kiasili, lakini nikisajili bodi ya wadhamini naye yule ni mtu kiasili, yaani kisheria. Kwa hiyo tuna mtu kama mimi na wewe, lakini pia tuna mtu kisheria ambaye labda ni bodi ya wadhamini au kampuni au NGO, si ndio? Wale ni watu kabisa. Lakini tofauti ya watu wale na mimi naweza nikaondoka duniani, lakini ile pale ina utaratibu wake wa kuondoka. Kwa hiyo watu wengine badala ya kuandika wosia, zile mali zinakaa kwenye bodi ya wadhamini. Kwa hiyo zinakuwa zinasimamiwa kupitia bodi ya wadhamini. Sawa sawa. Na kwamba zinasema hizi mali zitawanufaisha labda mtoto wangu A na uzao wake na uzao wake na uzao wake. Kwa hiyo wale watu watakuwa wanaiangalia ile bodi ya wadhamini kama ndo sehemu pekee ya kupata chochote kinachohusiana na mali zao. Mwingine anasema mimi sifanyi bodi ya wadhamini, mimi nafanya wosia, ambayo pia ni huduma ambayo na sisi pia tunaitoa kwetu ya uandishi na hifadhi wosia. Yaani sisi na wewe tu. Na katika kuongezea pia hapo kwamba katika maisha tunayoishi sasa hivi kuna mtu anapenda mambo yake au mali zake zidumu kwa muda mrefu. Ni tofauti kidogo kwamba unaweza ukaacha mali zako ukiwa umefariki, alafu wale uliowaachia wakakaa muda si mrefu wakaamua kuziuza. Lakini ni mali zako zitatunzwa vipi? Kama hujaandika wosia ukatoa maelekezo, ukiziweka mali pia katika hiyo family trust, hiyo ni muendelezo, kwa maana ya kwamba hata kama ukifariki, malengo yaliyopo katika ile katiba uliyotengeneza kwa ajili ya family trust yako yataendelea kusurvive au yataendelea kuishi maisha yote, kwa sababu umeshaitolea mwongozo kwamba wanapofariki hawa kama wadhamini, utaratibu gani wa kuingiza wadhamini wengine utafanyika. Kwa hiyo ni kitu endelevu. Kwa hiyo haijalishi kwamba upo hai au umefariki, lakini kile ni chombo ambacho kitaendelea kutunza yale maelekezo uliokuwa umeyaweka katika huo mwongozo au katiba yako kwa miaka yote. Kwa hiyo wakati mwingine wengi wanaamua sasa kwamba mali zangu hizi badala ya kukaa katika mazingira haya basi zije zipotee tu huko. Zinakuwa zina mfumo umezitengenezea, zitalindwa na zitatunzwa kwa wakati wote na kukidhi yale malengo uliyoweka, kwamba labda kusaidia jamii yangu, labda kusaidia watoto wangu, ada, kusaidia matibabu, kusaidia vitu gani, umeweka katika ile katiba. Kwa hiyo muongozo ule utaendelea kulindwa kwa kipindi chote. Kazi kubwa itakayofanyika tu ni kwamba pale wadhamini wanaondoka, wanaingia wengine kuendeleza yale malengo uliyokuwepo kwa miaka mingi baadaye. Unajua ninyi ni watu muhimu sana katika mpango wa maendeleo endelevu. Kabisa. Mimi kuna siku nilikuwa natafuta, nikasema hivi tumeona kwa wenzetu na wengine wako hapa nchini Tanzania kwamba hizi mali ilikuwa ni ya babu. Babu yake babu, amekuja huyu babu, amekuja huyu baba, amekuja mtoto, mali zinafanyaje? Zinaendelea. Na kampuni inazidi kustawi. Kumbe kuna mtu mwingine ambaye sio mtu yupo hapa. Nikatolea mfano, nikamwambia tunakutana na ndugu zetu ambao wana uwezo, wamesimama vizuri, wamefungua kampuni zao, zimesimama, lakini baba akifariki tu na kampuni nayo inaondoka. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa vizuri. Kumbe huenda kwa kutojua na unakuta huyu ana malengo mazuri kwamba mimi nataka kampuni yangu hata nikifariki isimame, iendelee kuhudumia na isitokee mtu yote, kijana yote hapa akasema najua mimi nilikuwa mpendo sana wa baba mimi. Na baba katika mazungumzo yake ishanitumia SMS hapa. Kwamba hizi mali hizi utazifanyaje? Utachukua. Mimi nauza. Kwa sababu wale watu ni tofauti. Kumbe ninyi mna mchango mkubwa kuzifanya hizi mali ziwe endelevu zaidi. Kabisa. Kwa kuamua, huenda kwa kuamua tu kwamba sasa mimi natafuta bodi ya dhamini ambayo itasimamia nini? Hizi mali. Ni jambo la msingi sana na ni muhimu. Na kwa kuongezea hapo samani, ndio ni kwamba zile mali kabla mtu hajazitoa kwenye bodi lazima aombe kibali kwa kabidhi wasi mkuu. Akionyesha hizo mali anazitoa kufanya nini, na akiainisha kama wanabodi wameridhiana kuhusu hiyo mali kutoka au kuingia. Kwa hiyo sheria inamtaka kabla hujamiliki mali uombe kibali kwa kabidhi wasi mkuu. Kabla hujatoa mali, pengine mnataka kukopa, mnataka kuiweka rehani, mnataka kufanya nini, lazima kabidhi wasi mkuu atoe kibali. Kwa hiyo ndio ulinzi thabiti wa mali za bodi za wadhamini
kupitia ofisi ya kabidhi wasibu. Sawa sawa. Yeah. Na ukilijenga zaidi katika huo mkutano ambao umesema tunaufanya hiyo kati tarehe 27 na 28 huko Dodoma, lengo kuu au kauli mbiu ni kwamba uwajibikaji wa bodi za wadhamini kwa ulinzi wa mali za taasisi kwa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tunataka kuijenga ile dhana kwamba bodi ya wadhamini inaposimama vizuri, inapowajibika vizuri katika utekelezaji wa majukumu yake, mali zitatunzwa za taasisi zile ambazo wanazisimamia kwa manufaa ya jamii na wale wananchi ambao ndio watumainio wa hiyo taasisi. Kwa hiyo tunaona kwamba ni wakati mzuri sana wa kuhakikisha kwamba wadhamini kwanza wajue wajibu wao, wajue ni namna gani wanatekeleza majukumu yao bila kuathiri manufaa ya wale ambao wanawasimamia. Kwa sababu migogoro mingi inatokea hasa sasa hivi kutokana na mali. Na hasa mtu mmoja anapofaidika na mali, wale ambao wanufaika hawafaidiki na mali. Kwa hiyo sasa tunawajengea uwezo, tunawaendelea kuwaelimisha ili sasa wapate ufahamu na kuona ni njia zipi au mbinu zipi za kuhakikisha kwamba wataendelea kuwajibika katika wajibu wao, lakini katika ulinzi wa mali zile kwa manufaa ya jamii ambayo wanaisimamia. Hapo unaposakathia, na wajumbe wa bodi wanapaswa kuwa na sifa gani? Wajumbe wa bodi za wadhamini kwanza lazima uwe mtu mzima. Tunapozungumza mtu mzima kwa maana ya kwamba pia ni mtu mwenye akili timamu. Kwa sababu unapokuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini unaingia mikataba, unapata uwezo wa kushtaki au kushtakiwa mahakamani kupitia mali zile ambazo unazisimamia. Kwa hiyo taratibu zingine wanajiwekea wenyewe kulingana na aina ya hiyo bodi ya wadhamini ambayo wameianzisha. Kama ni taasisi ya kidini, lazima utakwenda uwe muumini wa dini fulani hiyo ambayo uliopo. Kama ni vyama vya siasa, lazima uwe mwanachama labda wa chama hicho husika. Kwa hiyo taratibu zingine wanajipangia wenyewe, lakini zile za muhimu za kisheria ni kwamba lazima akili timamu, lakini na pia umri wa mtu mzima na haya mengine. Sawa sawa. Ndio. Na hivi sasa tumeona taasisi nyingi zina utaratibu wa kutoa huduma kidigitali zaidi. Kwa sababu kadri ya siku ambazo zilikwenda na ufahamu idadi ya wananchi inazidi kuongezeka. Nini katika upande huu, ni kwa namna gani mmeweza kuboresha kutoa huduma kidigitali? Asante. Kwa sasa hivi tunazihudumia bodi za wadhamini kupitia mfumo ambao tunauita Trust Management System au mfumo wa usimamizi wa bodi za wadhamini ambao unapatikana kupitia eRITA. Kwa hiyo katika eneo hilo bodi za wadhamini zinatuma maombi yao kupitia mfumo na sisi huwa tunachakata, wanapata huduma kidigitali kwa kifupi. Lakini pia lengo la mkutano huu ni pamoja na kuwajengea uwezo. Tumebaini kwamba wengine wanapata changamoto katika kutumia mfumo. Unakuta labda kuna bodi ya wadhamini, lakini pia katika utekelezaji wa majukumu inapitia mtu mwingine ambaye anaufahamu wa ule mfumo. Kwa hiyo unaweza ukakuta bodi inachelewa kupata mrejesho kwa sababu tu waliyemtumia awasaidie bado hajawaambia alichokuta kwenye mfumo. Kwa hiyo sasa tunataka wao wenyewe waweze kuwa na umiliki wa uelewa wa mfumo na waweze kupata huduma moja kwa moja kuliko kupitia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kifupi tunatoa huduma kupitia mfumo wa Trust Management System. Sasa hapo tumetaja mikoa hapa ni 5 na umeorodhesha, lakini tufahamu mkutano utafanyika wapi au utakuwa ni awamu ya mkoa mmoja baada ya mkoa mwingine? Tuangalie huu mkutano utafanyika wapi na tarehe ngapi? Karibu. Asante. Mkutano utafanyika tarehe 27 na tarehe 28. Mahali ni Dodoma katika ukumbi wa Midland Hotel. Hilo ndio eneo ambapo mkutano utafanyika. Lakini baada ya mkutano huo pia tutakuwa tuna kliniki ya kuwahudumia wadhamini katika ofisi za ukuu wa wilaya kwa upande wa Dodoma, lakini pia kwa upande wa Morogoro. Na pia tutakuwepo pale kwa muda wa siku 7 kwa ajili ya kuhakikisha wale wadhamini ambao tumewapa mafunzo na wale ambao labda pengine hawakuweza kuhudhuria ule mkutano, tutakuwa nao pale kwa ajili ya kuwasaidia kwenye hizi changamoto za kimfumo na kuhakikisha wanasimamia bodi zao vizuri. Ndio. Nini rai yako kwa Watanzania na wananchi na wajumbe na wote walio katika bodi ya wadhamini? Karibu. Rai yangu kwa Watanzania kwamba tunapokuwa tumejiorganize, tumejikusanya kama kikundi
kama taasisi ambayo tuna malengo ya kusaidia jamii. Kusajili bodi ya wadhamini ndio msingi hasa wa kuhakikisha kwamba ulinzi wa mali unakuwa salama, kwa sababu kubwa moja, kwamba bodi ya wadhamini inaangaliwa na ofisi ya kabidhi wasihi mkuu. Kabidhi wasihi mkuu kama msimamizi mkuu wa wadhamini anahakikisha kwamba kila mali ambayo inapatikana kupitia taasisi hii ambayo ni kwa manufaa ya wale wanufaika, basi zinalindwa na kutunzwa chini ya usimamizi wa kabidhi wasihi mkuu. Lakini kupitia hii bodi ya wadhamini ambayo uangalizi wake ni wa kabidhi wasihi mkuu, mazingira yote ya upatikanaji wa mali, mazingira yote ya uhamishaji wa mali lazima yapitie kwa kabidhi wasihi mkuu. Kwa hiyo ni namna gani ya kuweza kusimamia utekelezaji wa mali. Mara nyingi unakuta taasisi zinauza mali. Huwezi kuuza mali kama iko chini ya bodi ya wadhamini ambayo imesajiliwa RITA, kwa sababu lazima kabidhi wasihi mkuu aidhinishe, na kabidhi wasihi mkuu hawezi kuidhinisha endapo anaona kuna mazingira ambayo sio sawa. Unauzaje mali kwenda katika mazingira ambayo haiwanufaishi wale wanufaika? Kwa hiyo ili mali ziweze kutunzwa na ili mali ziweze kulindwa, lazima bodi ya wadhamini isajiliwe RITA, na hiyo bodi ya wadhamini sasa itakuwa inaangaliwa kwa karibu na kabidhi wasihi mkuu. Kwa hiyo utekelezaji wa ulinzi wa mali unakuwa uko sahihi na utawawezesha kwamba wanufaika kunufaika na zile mali za taasisi yao pasipo mtu mmoja kufanya kuuza mali bila kuwashirikisha wengine. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba bodi ya wadhamini, kama tulivyosema katika kauli mbiu, kwa ulinzi wa mali za taasisi na kwa maendeleo ya jamii. Sasa mimi niwashukuru sana kwa kutupa taarifa hii, lakini pia asanteni sana kwa kutoa elimu nzuri sana kwa ajili ya jamii, na kubwa zaidi kwa kweli nadhani muendelee kutoa elimu zaidi, kwa sababu tulishakuwa na mjadala hapa, tukawa natafuta hivi ni nani ambaye anaweza akasimama, tukatafuta mtu ambaye akasimama yuko serikalini lakini akaweza kuziangalia hizi kampuni za watu, kwa sababu watu wanakuja na wanazaliwa na wanafariki. Na hofu yetu ilikuwa ni kubwa kwamba tunaona kuna baadhi ya familia baba alikuwa na uwezo mkubwa, amefungua makampuni, lakini mara baada ya baba kufariki pale familia ile inaingia katika dimbwi la umaskini tena mkubwa. Ni kweli. Sisi ushahidi tunao, watu ambao wanafahamu, lakini huko wanazengo mtu anasema bwana unajua hizi mali hizi kumbe kitu ambacho ndio si. Na labda kwa kuliongezea hapo kidogo, mpaka ukizungumzia kampuni, maana hii ni sheria nyingine ambayo iko chini ya BRELA, lakini tunapozungumzia kwamba hii bodi ya wadhamini ambayo umeisajili inaweza kawa na share kwenye makampuni. Hii bodi ya wadhamini inaweza kawa na share kwenye makampuni. Sasa kama ukatengeneza kampuni yako ukaipa share nyingi bodi ya wadhamini, unaona, kwa hiyo ulinzi bado unakuwepo, kwa sababu bodi ya wadhamini itakuwa sasa ina uwezo wa kutoa maamuzi katika kampuni kwa sababu ina share nyingi katika hilo. Nafikiri ni muda tu mdogo, lakini tungekupata muda kuna mengi ya kuyazungumza, labda tutatafuta muda mwingine. Karibuni sana. Ni kitu ambacho cha msingi sana. Shukrani sana. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, na asante sana. Tulikuwa na maafisa hapa kutoka RITA. Tulikuwa na Joseph Mwakatobe ambaye ni afisa usajili kutoka RITA, lakini pia Service Rwechungura ambaye ni kaimu meneja wa ufadhili na wadhamini kutoka RITA. Tulikuwa tunazungumzia usajili wa bodi za wadhamini. Endelea kuwa nasi.